Tisa Martinia na pia wengine 47. Kumbe kazi ya Sita Pentekoste yaelimisha Sita Pentekoste iliendelea kwa gerezani. Petro mfano wa wingo wa kutokata tamaa kuhubiri neno la Mungu katika mazingira ya kuwa na Mungu. Petro alifanya kazi kubwa ya kuhubiri neno la Mungu. Kumbe maji yaliyo machache, uwezekano wa kutumia damu kuleta wokovu wa wanadamu unawezekana. Tunaarifa tusiogope kifo, tukipitia Kristo anayetuokoa. Paulo mwanzoni aliitwa Saulo, alisoma vizuri sana, soma kwenye chuo kikuu cha Damascus. Saulo kwa ufalme wake, Saulo ni asili ya jina lake, asili ya Kiebrania, lakini alipoondoka aliitwa Paulo, kuonesha kwamba hali ya unyenyekevu, hali ya kutostahili, kama yeye alivyotaja, yeye ni mtume mdogo kuliko wote, maana alizaliwa kabla ya wakati. Kama msomi, alitesa sana kanisa la Mungu. Alienda kupeleka barua kwenye makanisa ambapo walikamatwa wao kwa Yeremia. Mpaka Yesu alipomtokea akiwa na nyaraka zake, anaenda Damascus, akamwambia Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Haijalishi unamtesa nani. Katika maisha ya kila siku, unapomtesa yeyote kwa jambo lolote, mtoto wako, jirani yako, mke wako, makanisa wenzako, unamtesa si huyo, unamtesa Yesu. Ndio maana Yesu alimuuliza, Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Saulo akamuuliza, nani wewe Bwana unayemtesa? Akasema, ni mimi Yesu. Basi akatolewa maelekezo na kutarajia mjini abatizwe na aanze utume kwa watu wote. Naweza kusema kabisa wazi, kanisa halijawai na teolojia mkuu kuliko Paulo alivyokuwa. Hata mimi nimesoma teolojia, hata wengine wamesoma teolojia, lakini kwa Paulo yeye ni kiboko. Ameandika nyaraka nyingi zenye ujumbe wote, aliteseka sana kuliko ujumbe wote, na ndio maana akiwa gerezani, kama tulivyosoma kwenye somo la pili, anapomwandikia Timotheo ambaye ni adui, anasema, mimi sasa natimizwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimeletewa taji ya haki, unayoona hukumu mwenye haki katika siku hili. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kujua kwangu. Maneno haya mazito ni maneno ya mwisho ya Paulo kabla ya kuuawa. Yeye kwa sababu ya kuchanganya uraia wa Kiebrania, lakini pia pamoja na ambao alikuwa ni raia wa Roma, hakustahili kuuawa kifo cha msalaba, maana ilikuwa ni sheria, hairuhusiwi mwenye uraia wa Roma au mtu mwenyewe kusulubishwa kwa kifo cha msalaba. Kwa yeye alikatwa kichwa, na ndio kwamba kichwa chake kilipokatwa kiliruka mara tatu, na kila kilipoanguka aliacha kisima cha maji. Tunafundishwa moyo mkuu wa imani na mitume hao wawili. Damu yao imejenga kanisa, na hata Kristo mwenyewe aliamua kujenga kanisa lake chini ya mitume. Ndio maana kule Isaya alitaka kuacha muundo wa kanisa ambao ulikuwa na msimamo. Hakutaka kuacha kanisa lake na mawazo mengi, anawauza watoto wake. Hivi watu wanaweza kuwa nani?
kukiri kanuni ya imani. Petro alikiri kanuni ya imani kwanza, Yesu ni mwana wa Mungu. Na kwa hili Yesu akamwambia, si mwili na damu ndio haya, bali Baba wa mbinguni. Kwa maneno haya naweka msingi wa kanisa chini ya demokrasia. Ni Mungu mwenyewe anayeongoza kanisa lake, na ndio maana yeye kama Baba mbinguni aliwapa ahadi wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni kote mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Akawaahidi kwamba natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari. Kanisa hili linapitia mazingira ya changamoto nyingi sana, halitapotea kwa sababu mlinzi wake ni yeye mwenyewe, yuko nao mpaka mwisho wa wakati. Tumpigie Yesu makofi kwa kutukuza. Basi kwa kuweka msingi huu